Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kama haujaweza kusubscribe kwa hichi kituo, umechelewa, unapitwa na mengi. Subscribe, like video. Hiyo ndiyo njia moja pekee ya kusapoti kazi ambayo ninaifanya. Sasa mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zimetolewa na jeshi la polisi kuhusu kuwakamata raia wa Tanzania ambao wamekuwa wakielekeza lawama kwa tume ya Jaji Chande iliyotoa ripoti ya uchunguzi wao kuhusu maandamano na mauaji ya uchaguzi uliopita mwaka uliopita. Ile tume ya Jaji Chande ilifikisha ripoti kwa Samia, na Samia akasema kwamba pasitokee mtu yeyote kuenda kumuomba ile ripoti ya Jaji Chande. Lakini katika ile ripoti ya Jaji Chande, Watanzania hatukuweza kuridhika na yaliyopatikana mle ndani. Wanatuambia watu 518 ndio waliweza kuuawa, tukijua kwamba maelfu ya wananchi waliweza kuuawa. Hawa ambao waliweza kuuawa hawakutuambia miili yao ilipelekwa wapi. Kuna ndugu ambao wamekuwa wakitafutwa, hawajawahi patikana. Vilevile kwenye ile tume ya Jaji Chande ikaeleza kwamba wale ambao walitekwa eti kwamba walijiteka, na kile ambacho kilisababisha wao wakajiteka eti kwamba ni maswala ya mapenzi. Hasa mpaka nikajiuliza, hiyo ni kumaanisha akina Humphrey Polepole walijiteka kwa sababu ya mapenzi? Akina Mdude waliopotea mwaka uliopita, kwa hivyo walipotea kwa sababu ya mapenzi? Sasa wananchi wakaichakachua hii ripoti ya Chande, wakaitupilia mbali, wakaanza kutumia Jaji Chande arafa na jumbe za kumwambia kwamba wewe, hii ripoti ambayo uliweza kuiachia haikukuwa inafaa. Sasa polisi, cha kushangaza, wameanza msako wa kuwakamata wale wote ambao walikuwa wanapingana na matokeo ya tume ya Jaji Chande. Kwa hivyo huu utawala wa Samia wanataka chochote ambacho wanakisema, hata kiwe kibaya kwa raia, wanataka kiweze kukubalika. Kwa sababu ninaomba uweze kuangalia hapo, hizi ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa na jeshi la polisi. Zinasema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Kasema hivi: Ofisi ya Mkuu wa Jeshi la Polisi, Makao Makuu ya Polisi, Mtaa wa 4 wa Posta. Jeshi la polisi linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ushirikiano mkubwa na wananchi na wadau wengine, na kupata mafanikio katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Kutokana na ushirikiano huo mkubwa, hali ya usalama wa nchi ni shwari, pamoja
na kwamba yapo matukio machache yametokea na yameshughulikiwa kulingana na mazingira na sheria ya nchi. Kwa wale wachache ambao wameendelea kutumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kufanya utapeli kutokana na kudhalilisha wengine, wakiwepo viongozi mbalimbali katika jamii, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wengine limeendelea kuwakamata na tunaendelea kuwachukulia hatua kama sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 inavyoelekeza. Katika kuchukua hatua hizo, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliotumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kutoa matusi kwa wengine, wakiwepo wajumbe wa tume ya uchunguzi wa matukio na vurugu za Oktoba 29 mwaka 2025 na baada ya uchaguzi. Watuhumiwa wa makosa ya aina hiyo wamekamatwa katika mkoa wa Arusha, Iringa pamoja na Mbeya. Msako wa kuwakamata wengine bado unaendelea, ikiwemo wale ambao waliotumiwa na wahalifu hao jumbe za matusi, kudhalilisha, kashfa, uchonganishi na kupandikiza chuki na upotoshaji, na wao wakaendelea kuzisambaza. Tunaendelea kuwashukuru wananchi ambao wameendelea kutupa taarifa za kutuwezesha kuwakamata na kuendelea kuwasaka wale wanaoendelea kukiuka sheria ya makosa ya mtandao na sheria zingine. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Unaona hapa kitu ambacho kinanichekesha, eti jinsi ambavyo mimi Bwana Ezra ninachakachua na kukataa hii ripoti ya Jaji Chande na kusema kwamba hii ripoti ambayo Chande aliweza kuandaa ilikuwa mbovu, eti nikamatwe. Si wanikujie? Polisi ni wajinga sana, na mimi sikufichi. Hao polisi wa jeshi la polisi wajinga wa mwisho. Sasa hichi ni kitu cha kuwakamata nacho raia? Demokrasia ni nini? Na ndio maana tumekuwa tukipendekeza tupatiwe katiba mpya katika taifa letu la Tanzania. Kwa nini? Katiba ambayo ipo sasa hivi hatuoni iwapo inatumika. Kwa nini? Katiba inaruhusu demokrasia. Demokrasia ni pale ambapo kila mtu, kila raia, kila mwananchi yuko na ruhusa ya kuwa na maoni yake. Jaji Chande alitoa maoni yake, kasema kwamba kulingana na uchunguzi wake watu walijiteka. Kulingana na uchunguzi wake watu 500 ndio waliweza kuuawa. Kulingana na uchunguzi wake akasema kwamba serikali haikuchangia kwenye mauaji ya Oktoba 29. Akasema kwamba kulingana na uchunguzi wake Samia hakuhusika kutoa amri za mauaji. Jaji Chande akaona ni vizuri asitoe wala asiwataje wahusika waliosababisha ndugu zetu wakaaga. Lakini sisi tukipinga ripoti hiyo ya Jaji Chande, eti polisi wanatutafuta. Wamechelewa, wanikujie. Wacha wanikujie. Ujinga, huu ni ujinga. Hivi ni vitisho. Najua katika ulingo wa kisiasa wanasema kwamba hakuna jambo ambalo linatokea bila ya kupangwa. Mimi ambaye ni mwanahabari
ambaye nimesomea haya masuala ya wanahabari na kuchanganua matukio, ninaweza nikakuambia hili jibu ni kwa nini serikali ya Samia imesukumwa kuamua kutoa ama kutumia jeshi la polisi kuwakamata wale ambao wanakataa ripoti hii ya Jaji Chande. Kwa sababu karibia 100% ya Watanzania hawakuridhika na hii ripoti ya Jaji Chande. Watu walipoteza wapendwa wao, wazazi walipoteza watoto wao waliouawa, alafu hii leo wanakuja kutuambia eti kwamba waandamanaji walikuwa na silaha kama vile mkuki, panga, bunduki. Sasa basi, kama Jaji Chande walijua kwamba waandamanaji walikuwa na bunduki, hizo bunduki walitoa wapi? Tukiuliza maswali kama hayo, eti kwamba wanatukujia kutukamata. Upumbavu. Ule upumbavu. Sababu ambayo imefanya serikali ya Samia kutumia jeshi la polisi, wanataka kusambaza vitisho kwa wale ambao wanaendelea kuitisha msaada kutoka Marekani. Unaona hawa wanaharakati wa mitandaoni kama vile akina Maria Sarungi, Mange Kimambi, Twaha Mwaipaja na wengine wamekuwa wakitagi Marekani, ICC, wakitaka waweze kuvalia njuga yaliyotokea, waweze kuangalia hii ripoti ya Jaji Chande ilivyodanganya. Samia ameona kwamba ataanikwa. Sasa ameamua kutumia jeshi la polisi ili kuuza vitisho, kwa sababu tangia ile ripoti ya Jaji Chande ilipotolewa mpaka sasa hivi bado inazidi kuchanganuliwa mitandaoni, na serikali ya Samia haitaki hivyo, inataka hilo swala lisaulike. Kwa hivyo watafanyaje Watanzania waache kuzungumzia mambo ya Jaji Chande? Ni kutumia jeshi la polisi kutoa vitisho na kuwakamata wachache, alafu waende kuwafungulia mashtaka ya uhaini. Wanaweza wakatumia vyombo vya dola sasa hivi, lakini ipo siku ambayo hivi vyombo vya dola vitakosa. Sasa hivi wanajiona kwamba wao ndio viongozi wanaomiliki polisi, jeshi, wanaweza wakatufanya chochote. Mungu muumba nchi na mbingu, aliye juu mbinguni, hawezi akaacha damu ya wenzetu ambayo iliweza kumwagwa na utawala wa Samia ilale chini kwa amani. Lazima waliotekeleza haya waanikwe peupe na hatua zichukuliwe. Kwa hivyo hivi vitisho ambavyo polisi wanatupea hapa, huu ni upumbavu na ni ujinga. Wamechelewa kunitafuta.